Yes, huu mwamba ni mmoja ya wasomi muhimu waliokuwa na ushawishi mkubwa katika kipindi hicho, na ndiye baadaye akapewa ukuu wa chuo au Chancellor of Oxford University. Alikuwa maarufu kwa mchango wake katika elimu, falsafa na mageuzi ya elimu katika enzi za kati huko barani Ulaya. Wakati elimu ikianza kuimarika katika chuo cha Oxford, Uingereza ilikuwa chini ya utawala wa King Henry wa kwanza. Alitawala katika kipindi ambacho taasisi za elimu zilianza kupata nguvu na mfumo wa chuo cha Oxford anza kuimarika na kujengeka zaidi. Hadi sasa Oxford ni miongoni mwa vyuo vikuu vyenye ushawishi zaidi duniani, kipokea wanafunzi wengi kutokea pande zote za dunia, akiwemo lecturer wako ambaye alipokea PhD ya kwanza kutokea pale chuo kikuu cha Oxford. Okay, cha kuelewa zaidi, chuo kikuu cha Oxford sio chuo cha kwanza chenye umri mkubwa duniani, hapana, bali ni miongoni mwa vyuo vyenye umri mkubwa zaidi duniani. So next time or next content nitakujuza chuo kikongwe zaidi duniani. Hapa hautoamini, pia nitakujuza chuo chenye wanafunzi wengi zaidi duniani, chuo kikubwa zaidi kwa eneo, chuo chenye majengo na mazingira mazuri au chuo cha kuvutia zaidi duniani. Pia nitakujuza chuo kidogo zaidi kwa eneo. Hapa utoamini, huenda ni chuo chako. Bwana, karibu sana. Mimi naitwa Spanovic Charles. See you next content.